Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi katika taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo samedi le 24 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine katika habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kabisa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo, tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita tuwaambie hali halisi kutoka huko. Tutawapeleka katika teritwari ya Fizi kwenye mapigano makali yaliripotiwa katika maeneo ya Natulonge, eneo za Rugezi pamoja na Mutambala na eneo ya Lulenge. Ni mapigano kati ya waasi wa Twirwaneho na washirika wao AFC M23 pamoja na jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wa Zalendo. Katika habari zetu tutawapeleka katika maeneo ya Kikuku kwenye ndege ya kivita ilibombardi waasi wa AFC M23. Video iko hapo mtaifuata. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata linki yetu. Bila shaka ujiunge nasi, utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu kabisa, tufungue kurasa wetu wa habari, taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo. Tuwapeleke moja kwa moja katika maeneo ya Fizi kwenye mapigano makali yaliwakutanisha waasi wa Twirwaneho na AFC M23 pamoja na jeshi la Kongo na vikosi vya Wazalendo. Hapo mapigano makali yaliripotiwa katika village ya Natolonge, village ya Rugezi pamoja na eneo ya Mutambala na eneo ya Lulenge. Mnasikia kwamba deja ni maeneo mane ambayo yaliripotiwa ndani mapigano makali. Mapigano haya yaliripotiwa katika maeneo hayo siku ya jana. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba siku ya jana vendredi le 23 janvier 2026, mapigano makali yaliripotiwa katika maeneo hayo. Mapigano hayo yaliwakutanisha waasi wa M23 na washirika wao Twirwaneho pamoja na jeshi la Kongo na vikosi vya Wazalendo. Waasi wa M23 ndio ambao walianzisha mashambulizi hayo. Donc waasi hao ndio wenye waliataki nafasi za jeshi la Kongo pamoja na Wazalendo katika kijiji cha Natulonge na Rugezi. Pale kuliripotiwa mapigano makali. Vikosi vya Kizalendo vya FABB, wale wa Generale Ngoma Nzito, walipigana vita kali hapo. Upande mwingine katika vijiji vya Mutambala na Lulenge nako kuliripotiwa mapigano makali. Donc siku ya jana waasi wa M23 waliatake nafasi hizo wakitaka wasonge mbele. Kama ukumbusho, kabla ya kuambia mengi kuhusu mapigano hayo, waasi wa M23 katika maeneo ya Fizi wanaendelea kuzidisha mapigano yao dhidi ya jeshi la Kongo pamoja na Wazalendo, wakiwa wanataka kusonga mbele katika maeneo hayo waelekea katika maeneo tofauti mkiwemo Fizi Centre na maeneo ya Baraka na hata kufika katika Tanganyika. Wanaendelea kuyazidisha mapigano yao, na hivi juzi walikuwa wamekamata eneo ya Poizero. Nadhani kwamba katika taarifa zetu za siku chache ambazo zimepita tuliwaambia hayo. Jana sasa waliatake jeshi la Kongo katika maeneo hayo mani alafua. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika huko kwa masaa kadhaa, na wako napigana jeshi la Kongo pamoja na Wazalendo
walifanikiwa kurepuse, yani kuwarudisha nyuma waasi hao wa M23 na washirika wao Twirwaneho, na maeneo hayo yote yakabakia chini ya mikono ya wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Vyanzo vyetu kutoka hapo asubuhi ya leo vinatuambia kwamba hali ni tete kutokana na kuripotiwa kwa mapigano hayo siku ya jana. Wakaaji kutoka hapo wanaendelea kukua na wasiwasi sana, wakisema kwamba waasi wa M23 na Twirwaneho wakati wowote tena wanaweza kuataki jeshi la Kongo na FARDC, hivyo tena kuharibisha mambo yote ndani ya maeneo haya. Waasi wa M23 walirejea katika maeneo yao karibu na Minembwe, mkiwemo eneo ya Mikenge kule njo kwenye walielekea baada ya kushindwa vita pale. Donc wakati waliataki walipigwa wakarudishwa katika maeneo ya Mikenge. Tuendelee na habari zetu. Haipo ni maeneo ya Fizi kwenye kuliripotiwa mapigano makali siku ya jana kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo. Upande mwingine tuwapeleke katika maeneo ya Kikuku. Huko Kikuku siku ya jana tuliwaambia kuhusu bombardement zilizofanyika hapo. Jeshi la Kongo liliwapiga waasi wa M23 sana. Video ilitufikia na video ndio hiyo. Zani kwamba video hiyo umeifuata. Pale ni wakati ndege za FARDC drone zilikuwa zikibombardiwa waasi wa M23. Kama umefuata vizuri video hiyo, walibombarde kabisa na kulunguza defense za waasi wa M23. Yale ambayo nilikuwa nikiwaambia jana, waasi wa M23 walikupigwa vibaya pale. Defense hizo zilichoma moto. Kulikuwa ndani vifaa tofauti, silaha na hata wanajeshi wengi. Hao wote walikutana na chamtemakuni. Donc walikutana na hasara kubwa wakati ndege hizo zilikuwa mkazi huko. Walipigwa ndugu zangu, na waambia wakakoma katika maeneo hayo. Tuendelee na taarifa zetu. Angola na Kinshasa wanaandaa koma kuyafanya maongezi ya kitaifa. Maongezi hayo yatafanyika katika nchi ya Angola mjini Luanda. Kinshasa na Angola wanaandaa koma, wanaweza kuandaa kabisa maongezi ya kitaifa kati ya Wakongomani, ambapo ni mojawapo ya njia inayolenga kumaliza matatizo na vita na migogoro mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama ukumbusho, hivi juzi president wa nchi ya Kongo wakati alifika huko Luanda, waliongelea mambo tofauti kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo na mambo mengine. Wakati wa maongezi yao, President Felix Tshisekedi alikuwa anataka apewe nguvu za kijeshi wasaidiane katika vita. Haikukuwa hivyo kwa sababu president wa Angola alikatalaka hayo. Siku ya leo sasa gouvernement ya Kongo na Luanda waandaa kufanya maongezi ya kitaifa hivi juzi katika mji wa Luanda, mwezi huu wa pili ambao tunaoingia ndani. Donc mwezi wa Fevrier, mwezi wa pili ambao tunakaribia kuingia ndani, ndio kutafanyika maongezi kati ya Wakongomani. Donc maongezi ya kitaifa ni mojawapo ya njia inayolenga kumaliza matatizo na migogoro mashariki mwa nchi ya Kongo. Upande mwingine, procureur general wa Cour de Cassation alikuja kumshtaki gouverneur wa Kongo Central Grace Bilolo kuwa aliiba franka milioni 1 za Marekani, na akasema kwamba huyo kesi yake kabisa inapaswa kufunguliwa, fuatiliwa kwa karibu na mahakama. Kitu ambacho mnapaswa kukifahamu, huyo gouverneur wa Kongo Centrale Grace Bilola ni miongoni mwa waaja wa Union Sacrée ambao wanatumikana karibu na President Tshisekedi.
Hii ni kesi yake Bilolo Grace, gavana wa Kongo Central, ambaye anashtumiwa na procureur generale ambaye anamshtumu kuwa aliziiba franka milioni 1 za dola, na anataka kesi yake ifunguliwe deja. Hapo unasikia kwamba kabisa mambo si mazuri kuhusu gavana huyo. Na sema basi asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Nawashukuru sana, tupatane katika taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.